au yale malengo au makusudio au sini Kiswahili gani ambao CAF wametuambia kiwango cha juu ni watu 30,000, si ndio? Nusu ya watazamaji 60,000. Watu 30,000 hawa kwa trend ya Simba ya hivi sasa umetoka kumfunga Vita away, Vita Club ambao msimu miwili nyuma tufunga goli 5, tumekwenda kumpiga kwao. Hakuna timu iliwahi kufanya hivyo Tanzania, kuifunga timu ya Kongo kwao. Hakuna. Miaka 60 sasa hivi nakaribia, si miaka mingapi ya uhuru, hakuna alofanya hivyo. Hakuna yoyote yule. Kuna klabu yote zinatamba tu chochoroni huko. Lakini unapokuja kwenye mechi wanaume wamekutana huko 11 ni Simba peke yake aliweza kwenda kumfunga mtu kwao. Kinshasa, Vita Club, bingwa wa zamani wa Afrika. Ni wiki moja tu nyuma hapo, siku chache tumempiga kidude hapo kwao. Tumetoka kushinda mechi mfululizo za ligi. Ingawa tulidraw na Azam, lakini tumeenda kucheza away jana tumeshinda. Tuko karibu na nafasi yetu. Ahali ametoka kucheza ubingwa wa dunia na ameshika nafasi ya 3. Kwa hiyo unaona hiyo mechi ina ladha kwa mtazamaji kiasi gani. Yaani bingwa wa Afrika na bingwa wa Tanzania wanakutana kwenye group stage, mechi kubwa, unakaa nyumbani kwa kiingilio cha mzunguko shilingi 3,000. Rafiki yangu, usimba wako utakuwa na mashaka. Seriously. 3,000 mzunguko. Simba hii Ali wanataka kucheza ubingwa wa dunia. Walikutana na Simba wa Kijerumani wakachukua 2. Tarehe 23 wanakuja kukutana na Simba wa Afrika. Simba Sports Club. Wanakula nazo goli zao afu wanatafuta nafasi nyingine. Unakaa nyumbani 3,000. Ndugu yangu. Kwa Simba yako unakokuandika kwenye mitandao tu na kubishana. Simba uje kushangilia pale. Tumeweka 3,000 mzunguko, 15,000 VIP-B, 30,000 VIP-A. Kwa masharti, viingilio hivi vinavyoanza kuuzwa leo kwenye vituo tofauti, mwisho wake ni siku ya Jumatatu saa 6 usiku. Unaweza kununua kwenye simu au kwenye vituo, lakini mwisho Jumatatu saa 6 usiku. Ikiingia Jumanne tu kiingilio ni shilingi 5,000 mzunguko, 20,000 VIP-B, 40,000 VIP-A. Na hatubadili. Ile mara ya kwanza nakumbuka niliwahi kuambia hapa mechi sisi tulikuwa tunacheza na Platinum. Nikamwambia sio, naomba bwana vibaki vile vile, punguzo ile discount. Tukaridhia tukabaki vile vile. Lakini safari hii ikifika Jumanne viingilio ni 5,000, 20,000 na 40,000. Tunaifanya hivi kwa sababu kubwa mbili. Kuwafanya sasa watu waanze kununua ticket mapema. Mnawapa changamoto ile taasisi ile ya inaitwa nini? N-card. Lakini mnawapa changamoto mapolisi. Tunajazana watu wote 30,000 wanunue ticket kuanzia saa 5 asubuhi mpaka saa 8 mchana. Zogo linakuwa jingi mno. Huwezi ku afford ticket 40,000 30,000 ziuzwe kwa muda wa masaa 3. Utaweka vendors wangapi pale? Hapo baadaye naanza kutumia message. Haji, huku hakuna wauzaji hawapo. Jamani, leo Friday mpaka Jumatatu. Hutaki kununua 3,000, hutaki kutoa 3,000, unasubiri Jumanne ukalete zogo, baadaye uanze kuniandikia message. Ulalamike. Hawa watu wenu wa N-card hawako wauzaji. Kwa nini usinunue leo? Kwa nini usinunue kesho? Kwa nini usinunue Jumapili? Kwa nini usinunue Jumatatu? Sasa lazima tuanze kubadili mindset za Watanzania. Nunua tiketi yako mapema kwa shilingi 3,000. Ukilitaka zogo, unapata zogo na penalty juu ya 2,000. Unataka zogo kutoka 15,000 na penalty juu unaongezewa 5,000. Ya nini yote? Ya nini? Ahali na Simba.
Ahli na Simba. Na tutafanya promotion kubwa. Tutafanya promotion kubwa. Maana yake ikishafika ile 30, Jumanne tiketi ziuzwe. Na ikifika 30, Jumatatu tiketi ziuzwe. Ikifika 30, Jumapili au kesho tiketi ziuzwe. Yes. Kwa sababu tuna kiwango tumewekewa na CAF. Hatuwezi kuvuka 30 mwisho. Na kesho road show inaanza. Kesho na Jumapili. Kuuza ticket na kufanya promotion ya mechi kwenye vituo mbalimbali. Bagala, Temeke, Ubungo, Kariakoo, Karume. Yes, hii ni mechi kubwa. Lazima nchi ijue, Afrika ijue. Afrika nzima itakuwa Dar es Salaam kuangalia mechi ya Simba na kuangalia total war, point of no return. Afrika. Achana na mambo mengine haya. Tutakwenda kwenye hiyo mechi tukiwa na ari na nguvu na matarajio ya ushindi. Jumatatu kutakuwa na press conference ya makochi wa timu zote mbili pamoja na manahodha. Tutawatangazia venue, lakini jana Clifford alinitumia message. Clifford afisa habari wa TFF akiniambia utaratibu kwa waandishi wapiga picha wanaotaka kuingia ndani ya pitch, ndani ya uzio, ni lazima mpime corona. Ni protocol za CAF hizo. Lazima mpime. Alafu watawekea utaratibu. Alafu tutawasiliana TFF watawaambia utaratibu uko vipi. Lakini watu wa cameras mjiandae, hawapimi vipimo vikubwa. Sio vile mnavyofikiria. Acheni uoga. Kaniki, acha uoga. Kipimo cha kawaida tu, puani, mdomoni, khalas, sawa mjomba. Acha uoga saizi. Maana unaona Temeka unavyosikia vipimo. Kwa hiyo Jumatatu hiyo baada ya press, na sisi kama Simba tutafanya promotion ya mechi, tutakwenda kwenye vituo vya radio, tutakwenda kwenye vituo vya television kwa kadri ambavyo watu wetu wa masoko wameandaa. Tuone namna ambavyo tutakapoweza kuhanikiza kupitia kwa fans wetu ambao ndio mchezaji bora zaidi wa Simba. Na Jumapili kutakuwa na zoezi maalum ambalo ndugu yangu Chiko atalielezea, linalohusiana na namna ambavyo tumejipanga kuwa na hamasa. Unajua Simba katika timu za Tanzania ndio tunaongoza kwa hamasa viwanjani. Lakini tunataka tufike mahali mshabiki anapokuja uwanjani haji picnic, hasa katika mechi kubwa hizi. Hatuhitaji mshabiki anakuja na korosho na karanga katika mechi kubwa. Tunahitaji mshabiki aje pale ashangilie Simba yake. Wale Waarabu waone lile joto la kushangiliwa liwakabe. Leo nimearifiwa mahali, I'm not sure, sijui kama ishakuja official, kwamba Ahli wanaingia kati ya leo na kesho. Sina uhakika. Sijui imekuja barua official. Wanaingia leo usiku. Saa 6 usiku wanaingia leo. Wanaingia leo usiku. Na nimalizie kwa kuambia sisi tuko tayari, tunawasubiri, watapata mapokezi yote. Waarabu wanamsemo, wanasema mithluka uluf, mfano wako wewe mara 1000. Wa Misri, sio Waarabu wanasema hivyo. Mfano wako wewe mara 1000. Yaani wewe ukiwa mwandishi hodari sana wa habari, au mpiga picha mahiri sana, au mtangazaji mzuri kama yule mtoto alotoa maneno hapa yule wa Azam nani, basi wao wanao mara 1000 yako Waarabu. Ndio maana mithluka uluf, yani mfano wako wewe mara 1000. Kama dada yangu pale, wewe unajiona mrembo sana, kule wako mara 1000 yako Egypt. Ukiwa wewe mwizi sana, kule kuna mara 1000 yako wewe. Ndio maana mithluka uluf. Sasa hapa sio mithluka milioni udadadeki. Wa Misri naambia hivi, kule si mithluka uluf, hapa kwa Simba ni mithluka milioni. Mfano wako mara 1,000,000.
Wewe uko unajua mpira kuliko sijui nani. Si hapa tuna mtu anajua mpira kuliko mara milioni yako. Kwa hiyo tumejipanga kweli. Najua kuna watu wanapita pita kwenye viambaza. Leo umetoka kulalamika, wanalalamika kutwa kucha asubuhi, wanalalamika mchana, wanalalamika jioni, wao kulalamika tukulalamika. Wanalalamika huko wanapita kwenye viambaza, wanakwenda kwenye kuombea viwanja vya mazoezi, wanakwenda kwenye viambaza vya hoteli. Tunazo taarifa zao, alafu mtu anafanya hivyo tunamheshimu sana. Hata kuprove nini? Si hatusemi tunaacha, tunahangaika. Huwezi kuhangaika na watu wafanya uchale. Unahangaika nini? Sisi tunazungumzia ligi ya mabingwa, tuanze kucomplain kushindana na watu. Maana leo kila mwandishi bwana naomba uzungumzie habari ya press ya Yanga. Inanihusu nini? Mimi nazungumzia habari ya Simba na Ahli. Nizungumzia habari ya kulalamika si uamuzi tutasusa. Unasusa. Susa. Dadeki. Susa. Unasusa. Susa. Unamtisha nani? Yote ni kutisha tu waamuzi, unatisha kesho tusiposhinda tunajitoa ala. Wewe timu yetu juzi mbona unaongoza ligi? Mbona kusema hayo? Unasema hayo baada ya kwamba unaumwa wako hapa. Ulipokuwa unaongoza ligi? Kila Morrison akifunga shida. Kesho tunamuomba Morrison baada sasa hivi asifunge. Basi atawachia kina Kagere asifunge. Baki akifunga tu siku ya pili press. Akifunga tu siku ya pili press. Haiwezekani mpira ukaendeshwa kulalamika. Haiwezekani. Niwapongeze sana TFF, bodi ya ligi, serikali kwa kusimamia nidhamu ya mchezo wa mpira wa miguu ndani na nje ya uwanja. Wanatoa support, ligi inachezwa, hakuna yani wewe hivi jamani. Nani anajua habari ya goli kona? Mnaikumbuka ile goli kona? Mnakumbuka zile penalty za ujanja? Nani alalamika? Si unakaa tu. Timu kubwa ukishafikia ukubwa kama wa Simba hivi, unacheza ma Champions League na Al Ahly, huwezi kuhangaika na kulalamika. Mimi hapa shavuka, Simba shavuka. Complain about unalalamika na Mbeya City. Sina lalamika. Mbeya City. Wao upige goli 5 refa zote atakataa. Mbeya City wanakuja unapiga 5 atakataa refa. Magoli mnakosa wenyewe, nyie na kipa. Leo mnakuja kutulalamikia. Cheni bana. Huo ukubwa wenu uko wapi? Kila siku complain na TFF, kila siku complain na bodi ya ligi, kila siku complain na marefa, kila kukicha. Wakiongoza ligi wao wanajua. Wakiongoza ligi tu wao wanajua. Sapong kiboko, sinali kiboko. Wakiona wanaume tu wanakula. Kudadadeki. Cheni bwana. Wao juzi staff wetu wamekwenda kwenye klabu moja, sitaki kuitaja jina, naomba niseme hii muisikie vizuri. Staff wetu wa club amekwenda kwenye hoteli, amekwenda kwenye club moja maarufu hapa mjini. Kiongozi mwandamizi wa klabu yao kenda anawafanyia booking ya uwanja wa mazoezi. Tumekaa kimya. Tunajua toka juzi, hatusemi. Tunatapatapa tu. Na kwa ushahidi hatuhangaiki sisi. Sisi hayo tushavuka. Huku mnasema nyinyi mnadhulumiwa. Huku nyinyi mnapita kwenye viwambaza mnafanya unafanya wale nani buki. Hivyo Waarabu wajinga. Yaani Waarabu wakusubiri wewe golo wafanye buki ya hoteli au ya kiwanja cha mazoezi. Waarabu wale Waarabu. Acheni hizi. Tucheze mpira. Mpira kulalamika ushapitwa na wakati. Na sisi tunaamini vitisho vilivyotolewa leo kwa waamuzi havitawafanya wabadili msimamo wao wa kusimamia haki na sheria 17 za mchezo. Tunaamini hilo. Hii vitisho vyao vya leo tunaamini havitawatisha waamuzi. Wala wasitishike wakasimamia sheria 17. Goli, offside, penalty. Tena wasiwe na huruma, penalty 3 toa penalty 3. Ndio mpira. Penalty 10 toa 10. Haisemi kwamba penalty baadaye balance utoe mwisho 2, hapana. Akifanya madhambi ndani ya box penalty 10, weka 10. Yes, mnawatisha waamuzi kila kukicha, mnawatisha tu. Alafu mtu huyo anatumika kwenye controversials tu. Unakubali vipi? Hivyo na mimi Simba kila siku kwenye controversial haji nenda kasemewe. Mimi nasemea siku mambo makubwa, nasemea siku policy ya klabu. Lakini wewe vitu vya mparanganyiko tu unaambiwa nenda wewe. Mparanganyiko nenda wewe. Na unakubali? Shekhe. Mimi baba tumegombana. Yaani mimi ananiambia kwenye ujinga tu ndo ndemie. Kulalamika tu wewe sendi, naambia wewe nenda wewe.
Kila siku wewe tu unaweta ujiongezi shekhe kakaangu. Mbona kwenye mambo ya usajili nini mambo yale mazuri mazuri nini? Unayokuwa nyuma kabisa huko Mkururu. Hili bwana. Jamani ndugu zangu nisiwachoshe. Hebu Chiko njoo utuelezee